Yani wewe na mke wako sawa, muwe na desturi ya kufanya ibada kwa pamoja. Hata kwa wiki, hata kama mmebanika vipi, mnajitahidi mnasimama qiyamul laili, mnaswali rakaa zenu 2, mnafanya istighfar mpaka kuna pambazuka. Sawa? Kwa pamoja. Mnamuomba Allah majambo yenu kwa pamoja, kwa sababu kati yenu nyinyi hamwezi kujua nani ambaye yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu au nani ambaye dua yake inajibiwa kwa ukaribu zaidi. Sallallahu alayhi wasallam akasema, man istayqadha min al-layli, yule mwenye kuamka usiku, wa ayqadha imra'atahu, alafu akamuamsha mke wake, fasallaya rak'ataini jami'a, wakaswali wote rakaa 2 za qiyamul layli. Sawa? Watu wengine wakiwa wamelala. Sawa? Mtume anasema, kutiba minadh-dhakirina Allaha kathira wadh-dhakirat, watu hawa wawili, mke na mume, huandikwa katika wale ambao ni wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Sawa? Mwanaume ataandikwa katika kundi la wanaume wenye kumtaja Allah kwa wingi, lakini mwanamke pia ataandikwa katika kundi la wanawake wenye kumtaja Allah kwa wingi. Maana yake nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufunza kufanya ibada na wake zetu. Usidharau, sawa? Usione huyu atakuwa amechoka au vipi. Hapana. Amshaneni, tengeni masiku katika wiki, mnafanya ibada kwa pamoja, mnafanya istighfar kwa pamoja, mnamlilia Allah shida zenu kwa pamoja. Sawa? Msitegeane. Mnapoungana basi na nguvu yenu inakuwa kubwa ya kumshawishi Allah jalla jalaluhu. Sawa?